Sisi kama wanachama tuko tunasikitika, tunalia ni kwa sababu sasa ni almost mwaka na miezi 8 wanatukata tu. Tukijaribu kuomba hatupewi nafasi ya kwamba turejeshewe. David Pongolela ni wakili na wakilisha wateja wangu wapatao 97 kwenye kesi hii ya Rosemary C. Limo. Ni wafanyakazi wa serikali ambao ni walimu wa shule za msingi na sekondari kutoka mkoa wa Pwani, na tumekuwa mahakamani hapa. Kesi inahusu makato sehemu mbili. Walimu hawa wanakatwa kwenye vyama viwili tofauti, wanakatwa CHAKUHAWATA na wanakatwa pia kwenye CWT. Kwa hivyo tulifungua shauri hapa mahakamani, na leo shauri lilikuwa linakuja kwa ajili ya kusikilizwa, lakini kwa bahati mbaya hatujaendelea kusikiliza mashahidi kwa sababu wenzetu wa upande wa serikali waliibua mapingamizi ya awali. Kwa hivyo kitaratibu, kabla haujaenda kusikiliza kesi kwenye merit, kwenye ile tunaita kwa dhima ya kesi, inabidi kwanza usikilize mapingamizi ya awali. Kwa hiyo tulikuwa na mjadala mrefu mahakamani kuhusiana na mapingamizi ya awali, ambayo ilikuwa ni kwamba mahakama hii haina mamlaka ya kusikiliza shauri hili la double deduction, makato mara mbili. Kwa hivyo mahakama imetusikiliza na imetupangia tarehe ya uamuzi tarehe 26. Kwa hiyo tunaijulisha tu wanachama wetu ambao kufika mahakamani na wengine wote kwamba tutakutana tarehe 26 saa 6:30 mchana kwa ajili ya maamuzi. Naitwa Mwalimu Sara Beatus Ndunguru, natokea Lausanjani Soga Sekondari. Malalamiko yetu ni zidi ya chama cha CWT kwamba tunakatwa makato mara mbili. Sisi, mimi binafsi na walimu wengine hatujajaza fomu CWT kwamba tukatwe, lakini tulipata fomu kutoka CHAKUHAWATA, tulijaza na tukaanza kukata tangu mwaka 2022. Baada ya hapo 2024 mwezi wa 8 tukashangaa tunakatwa mara mbili, chama cha CWT lakini pia chama cha CHAKUHAWATA. Kama mfanyakazi nasikitika na kuona kwamba ni kwa sababu gani nikatwe mara mbili, kwa sababu hela ambayo ninakatwa CWT ingeweza kunisaidia kwenye mambo mengine. Na makato ni ya wanachama. Na haya makato yote mawili ni yaonyesha kwamba ni ya wanachama. Hakuna jambo lingine linaendelea. Sisi kama wanachama tuko tunasikitika, tunalia ni kwa sababu sasa ni almost mwaka na miezi 8 wanatukata tu. Tukijaribu kuomba hatupewi nafasi ya kwamba turejeshewe. Tukijaribu tuwaambie basi tusitishe, lakini pia hawafanyeje, hawataki kusitisha. Kipindi cha mama Samia alikuja kule Kwala, tukaombwa na mkurugenzi kwamba jamani msifanye chochote, sisi tutajitahidi makato yafanyeje, yasitishwe. Na nafikiri barua zilitoka kwamba makato yasitishwe, lakini mpaka leo makato hayajasitishwa. Kama muumini wa jambo hili linaniumiza mno. Binafsi linaniumiza kwa sababu mwalimu mimi kwanza na changamoto zangu kibao. Siwezi kufundisha, siwezi kukaa darasani kwa usawa kufundisha watoto sababu makato yamezidi na mikopo kama yote. Alafu akinikata tena na CWT. Ndio maana niliondoka huko, nikaona nijaze fomu huko kwa sababu ya kuondoa at least nipate kile kidogo kwa ajili ya familia yangu. Lakini pamoja na hayo wanachukua CWT bila kuwa na huruma. Naomba serikali itusaidie. Mama Samia, mama yangu, nakupenda, hakikisha makato ya walimu double deduction yasitishwe.